Kama tunavyojua hali ya chuo kikuu pasipokuwa na mkopo ni ngumu mno. Kwa hiyo wanafunzi wenzetu wale waifanya makosa si kwa kuwa na nia ya kutaka kujipatia fedha kwa ajili ya kutumia mambo ambayo sio rasmi. Sasa zile walikuwa wanaenda kuziomba ili wasome, lakini waliishia kukamatwa na wamefunguliwa kesi. Kwa kuwa kesi iko mahakamani, tulichokifanya sisi kwa kushirikiana na taasisi nyingine za kiraia tumewapatia msaada wa kisheria. Kwa hiyo jambo hili sisi kama CHASO mkoa wa Dar es Salaam tunatoa msimamo ufuatao. Kesi hii kwanza tunaomba ifutwe kwa sababu haina msingi wowote wala maslahi yoyote yale. Kwa hiyo tunataka kesi ile ifutwe. Kwa hiyo msimamo wetu kama CHASO, kutokana na hali hiyo, CHASO mkoa wa Dar es Salaam inasimamia maagizo yafuatayo kuhusu ustawi na haki za wanafunzi. Kama CHASO mkoa wa Dar es Salaam hatukubaliani wala hatuungi mkono matumizi ya fedha zilizoingia makosa kwenye akaunti za wanafunzi, bali tunapinga utaratibu wa kinyama na usio wa kisheria unaotumiwa na bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu nchini kwa maana ya SREB. Kwa hiyo tunataka kwanza bodi ikitoka itupatie ufafanuzi. Pili, tunataka bodi iweke utaratibu rasmi na rafiki kwa maana ya repayment plan kwa wanafunzi wale. Tatu, tunahitaji bodi isitishe matumizi ya vyombo vya usalama kama TAKUKURU kwenye kudili na mambo ambayo mara nyingine ni makosa ya kiutendaji yanayosababishwa na bodi yenyewe. Azimio la tatu tulifikia kama vijana wa CHASO mkoa wa Dar es Salaam, tunawakumbusha watendaji wa kisheria kwamba watendaji na maafisa kwamba wanaotekeleza amri hizi haramu kuwa kifungu cha 31 cha sheria ya bodi kinawapa ulinzi wa kisheria kwa maana ya indemnity pale tu wanapofanya majukumu yao kwa nia njema kwa maana ya bona fide. Udhalilishaji, manyanyaso na ukamataji wa wanafunzi ni kinyume cha utaratibu na ni kiukwaji wa haki za binadamu. Kwa hiyo CHASO tupo tayari kuwashtaki watendaji hawa mahakamani kwa majina yao binafsi au kwa wao binafsi kwa kuvunja katiba ya nchi na kunyanyasa wanafunzi wenzetu ambao ni raia wa Tanzania. Jambo jingine ni tunahitaji uthibitishaji wa wajibikaji au tunahitaji wajibikaji. Tunataka kuona watendaji au wataalamu wa tehama wa SREB waliosababisha au wanaosababisha makosa haya yanayopelekea kadhia kwa wanafunzi wenzetu kushughulikiwa. Sehemu nyingine kwa maana ya wito wetu mwingine, tunataka TAKUKURU au taasisi za kiusalama kusitisha usumbufu na wanafunzi na badala yake wabadilike, waanze kudili na mafisadi wale wakubwa kama wanavyotajwa kwenye ripoti za CAG. Waachane na sisi wanafunzi. Kwa sababu gani? Mwanafunzi anaingiziwa boom mara mbili, TAKUKURU unafika na mshika kitu ambacho hakikubaliki na ni kinyume cha sheria. Kama kweli wanazipenda kweli za Tanzania, TAKUKURU wanapaswa kudili na wale mafisadi wakubwa wanaotajwa kwenye sheria, kwenye ripoti za CAG. Sio kudili na wanafunzi. Sisi tuache tutafute elimu, tuache tufanye tafiti vioni. Hatutaki kuona chombo cha usalama ambacho kinaendeshwa kwa kodi za Tanzania kinatumika aidha kwa bahati mbaya au kwa makusudi ya aina yoyote ile kuweza kutukandamiza wanafunzi. Katika tamko hili, CHASO tunatoa wito kwa wanavyuo wote na wanafunzi kusimamia haki zao. CHASO mkoa wa Dar es Salaam inawasihi viongozi wote wa serikali za wanafunzi kuacha uchawa na uoga na kusimama kidete kutoa taarifa zozote ambazo zinaonyesha kwamba kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za wanafunzi vioni. Sababu katika hili swala, baada ya kuona hii habari, tulifanya juhudi za kuwatafuta wanafunzi wa viongozi wa serikali za wanafunzi pale UDSM, kuwapigia kwa uliza. Walituficha kutoa taarifa hizi. Tukatafuta mpaka namba ya yule anaitwa loan officer wa kile chuo ili tuthibitishe. Tulipigwa chenga. Kwa hiyo tukasema kwa kuwa tumepigwa chenga huku kwenye njia za chini, basi tutoke nje, tutoe tamko ili bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu kwa maana ya SREB itoke na kutoa tamko. Kwa Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.